Bwana, mambo vipi bwana? Mambo poa kabisa. Mambo yanaenda? Yanakwenda vizuri. Bwana, Simba mna kwenda kushiriki mashindano ya Kagame. Bila shaka ni kuhakikisha kwamba mnajifua kwenye huu muda mchache kabla ya kukutana na Young Africans tarehe 12. Lakini sambamba na hilo, ratiba ya ligi kuu ilishatolewa na mtautumia uwanja wa Uhuru kwenye michezo ya nyumbani pamoja na Young Africans uwanja mmoja. Lakini sajili zinazoendelea bado zinakuwa gumzo. Young Africans wanashusha vyuma vyao usiku. Baadhi ya mashabiki wa Simba wamesikika wakisema kwamba kwa usajili wa usiku dawa zitachimbwa sana Jangwani. Tuanzie hapo. Unazungumziaje kuhusiana na maandalizi yenu kuelekea Kagame Cup na kutumia uwanja wa Uhuru kama uwanja wa nyumbani kwenye mechi za ligi kuu za NBC Premier League? Sisi maandalizi ni mazuri tu. Mazuri kwa sababu tukisema tukae bila kuingia kwenye mashindano ingekuwa na changamoto. Lazima tuingie kwenye mashindano kama yale Kagame ili kuweza kwa sababu tunakuwa na maingizo mapya ya wachezaji na wale wa zamani ambao walikuwepo. Lazima tuwapeleke kwenye mchaka wakapambane na timu zingine. Kwa hiyo itakuwa ndo season yetu sisi Simba. Kwa hiyo mimi nasema uongozi kupeleka timu kwenye mashindano ya Kagame chaguo sahihi. Hawajakosea. Ni sahihi, ni sema mazoezi ambayo itatufanya tuingie kwenye ligi tukiwa tuko salama. Na wachezaji wapo watakaokuja hapa tutakuwa tunawaona kwenye baadhi ya michuano ambayo watakuwa wanashiriki. Tutaona ubora wao, tutaona maingizo yao yameingiaje, kama wamefiti moja kwa moja au hawajafiti, au hawajaingia kwenye mfumo, wameingia kwenye mfumo, tutaona kwenye michuano ambayo tunashiriki Kagame. Kwa hiyo hilo peke yake mimi niseme ni sahihi, wamefanya vizuri. Tuwaunge mkono viongozi wetu kama kwa sawa. Na kuja kwenye uwanja wa Uhuru, ule uwanja ni uwanja wetu. Uwanja wetu kwa miaka mingi tunajua ni uwanja wetu. Sema ulifungiwa kwa ajili ya matengenezo ukae kisasa. Lakini tunashukuru uwanja umerudi vizuri. Kwa uwanja wa nyumbani itakuwa ni mzuri zaidi. Itakuwa mzuri zaidi kwa uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo tunashukuru TFF kukubali Simba kushiriki kwa ule uwanja wa nyumbani na kuchagua kwa uwanja wa nyumbani. Wale wenzetu wasije kwetu wakabaki uwanja wao. Tumewachia uwanja wa Mwenge ule. Tumewachia ule uwanja wa KMC wabaki kule. Sisi tuachie uwanja wa Uhuru. Lakini wamewafuata pale mko pamoja. Wanasema wao wabaki kwao. Wasije huko. Sababu kile tunapoenda sisi wanakuja wao. Tumetoka pale KMC wametufuata, tumewaacha. Tumeenda wapi? SMU wametufuata tena. Kwa hiyo sisi tumetoka SMU, tumerudi wapi? Tutakuja uwanja wa Uhuru. Basi na wao wabaki kwao, sio kawaje kwetu. Wabaki kwao. Sasa waje kwetu bwana. Tusifuatane. Kwa hiyo msikae pamoja. Kila mtu akae eneo lake. Tusikae pamoja. Bwana, kwa sajili zinazoendelea ndani ya klabu ya Young Africans, mtaendelea kuchimba dawa Jangwani ama ndo dawa zitakuwa zimeishia kwenye ile hatua moja mliochimba dawa baada ya kuchukua bingwa wa kombe la CRDB? Tutachimba dawa na ndio maana utakuta sasa wachezaji wengi wanatangaza usiku. Kwa nini? Kwa sababu hiyo tu. Yaani wao wanajitahidi kufunika, kuzuia ile dawa isifanye kazi ambao wao sisi tumechimba. Kwa hiyo wanakuja kutangaza wachezaji wao usiku, watu washalala. Asubuhi uje wamemtangaza mchezaji fulani. Sasa ule ni uchawi tu. Ni imani tu ile. Mchezaji tangaza saa 7 mchana. Kweupe wewe tangaza. Ukiona hivyo kuna changamoto na ndio maana wanafanyaje? Watangaza usiku. Si umeelewa gapi? Changamoto ya nini tena? Kwanza wachezaji na wasajili. Mwenyewe umeona. Ndio asajiliwa leo asubuhi kuondoka hapo anaenda. Ndio Simba asajiliwa leo, mchezaji wa Simba atangazwa leo. Jioni wapi? Anakwenda Bunju. Anajiunga na kikosi. Kujiandaa na nini? Na Kagame Cup. Lakini wao hawana mfumo wote. Wanasajili wachezaji waenda Ndondo Cup. Wasajili wachezaji kila mtu anaenda kwake. Sisi tunasajili unakwenda kwenye nini? Kwenye mfumo kabisa. Wamkutana na Matola kule, wakaanza mazoezi baada hapo Kagame. Kila mtu kazi ni kazi. Sisi Simba lazima kazi ni kazi mura. Hakuna mchezo kwetu. Tunahitaji kama alivyokuambia boss. Tajiri amekuambia kwamba tunahitaji sasa champion uipate hivi. Lazima ufanye kazi. Ndio maana leo tajiri yupo, matajiri wote leo wapo Dar es Salaam. Hamna leo nje ya nchi, wote wako Dar es Salaam. Kwa ajili kufanya Simba ifanye vizuri. Na ndio usajili unaendelea sasa. Watakuja kulia watu hapo usajili ambao Simba ukitangaza usajili wa Simba watalia watu. Usione matajiri wamekaa sehemu moja. Kuna jambo wanapika. Sasa wakikisha hivyo ile jambo watakimbiana. Bwana watakimbiana watu likiva jambo lile. Sio bure wale, hawawezi kukaa sehemu moja vile. Hamna mtu yuko nje ya nchi, hamna mtu yuko nje ya mkoa. Wote wako Dar es Salaam. Kuna nini hapo? Wewe mwenyewe ujifikiri. Kwa hiyo usajili unaendelea kupigwa. Tena ni wa moto.
Hao walianza kina Chilambo, kina Seli walianza hao, kina National walianza wote hao. Hao tunaanza sababu ni wachezaji ambao tunao ndani. Lazima tuanze kuwaleta wachezaji wetu ndani ambao muwaone. Ila uko ukijua wachezaji wa Simba ambao mwasajili sasa hivi wote wanaingia kwenye mfumo kwa sababu ukimtaja Nasser Chilambo alikuwa Azam. Alipiga mpira mkubwa sana Azam. Na anajulikana timu kubwa amecheza. Mechi kubwa amecheza. Kwa hiyo sio mtu wa kujaribiwa. Sio mtu wa kujaribiwa. Ukija huyu na Shone sio mtu wa kujaribiwa naye. Yeye alishiriki akiwa Pamba, akiwa Singida, bado iko bora, iko vizuri. Kwa hiyo wachezaji ambao wanaingia kwenye mfumo, sio tuchukue mchezaji ambaye tukamjaribu. Au sio tujaribu. Labda tunasajili, tia kwenye mfumo, kaanze kazi. Bwana, Young Africans hawatashiriki Kagame. Ninyi mnashiriki Kagame. Kulikoni? Ndio maana nikasema sisi tuna mfumo wetu. Wao na mfumo wao. Kama hivyo usikia wachezaji wao wanatangaza usiku. Sisi hapo tunatangaza usiku. Kila mtu ana mfumo wake. Kwanza kutangaza usiku ndio kuonyesha ubovu wa mchezaji. So wanaficha, kuna mambo wanayaficha. Mambo na wewe lazima watangaza. Si uchawi yule. Tangaza mchana tu mnyasa unaona. Ona saa 4. Unaweza kutangaza usiku saa 7 usiku unaona wapi? Unakuja kuona asubuhi kama akatangaza fulani jana. Sisi saa 7 tunapotangaza saa 7 uone kama bado hujalala. Sio umeelewa mpaka hapo? Nakuelewa sana bwana. Sasa tunasema sisi na wao tuko tofauti. Ndio maana sisi tumeingia Kagame. Ile ndio itakuwa season yetu sisi. Hatuwezi kuweka wachezaji pale kambini au mtaani wakati ndo cup. Hatukusajili kwa ajili ya ndo cup. Tumesajili kwa ajili ya ligi na michuano mingine ya kimataifa. Na ndio maana tumeamua tuende Kagame ili wachezaji wasipate muda wa kupumzika. Wachezaji wasipate muda wa kukaa ucholoni, kukaa mitaani, waende kwenye kazi.